Kioo cha jamii. Unajua mtoto wa mama. Sai watu wamecharuka, Wakenya si wajinga. Can we have that conversation today? Kioo cha Staarabika. Alright, msikilizaji, ndani ya Kioo cha Staarabika ni swala ambalo limesumbua watu wengi sana, especially wanandoa. Na ni swali ambalo nimesikia watu wengi sana wakiuliza, nikaona watu wengi sana wakilizungumzia, na nikasema kwa nini pia nisije nikauliza msikilizaji wangu, ili kwa yule ambaye ako pale nje anapitia kitu kama hiki, anapitia kitu the same, aweze kusaidika. Nao kuna watu wanasema kwamba jamani, unajua sisi kama Waafrika tumefunzwa kwamba mwanamke anafaa kuvumilia pale kwenye ndoa. Yani kuwe vipi, kuwe kweusi, kuwe kweupe, mwanamke anafaa kuvumilia na kujenga boma yake. Nao kuna watu ambao walikuwa nauliza, jamani, hebu niulize, wakati ambapo mwanamke uko pale unafanya kila kitu ambacho kiko sawa, lakini mume wako ni kama ako na madharau, mume wako hawajibiki pale nyumbani, mume wako anaenda analala nje harudi, mume wako ameacha hata kulipia watoto school fees, mume wako kazi yake ni kukimbizana huku nje na wanawake na hawajibiki na majukumu yake ya pale nyumbani. Je, kwa karne hii na kwa huu muda sasa hivi tunazungumza, je, mwanamke anafaa bado azidi kuvumilia kwenye ndoa akitumai kwamba siku moja mambo yatakuwa sawa? Wengine hata wanapigwa katika hizi ndoa. Na swali kuu ni, je, mwanamke anafaa avumilie kwenye ndoa ambayo ni abusive in the name of kutunza ndoa? 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Nataka tuzungumze. Radio Maisha, hello. Kambua. Yes. Ni aje? Niko fiti, wewe uko aje? Mimi niko poa, niko swafi. Alright, karibu. Kazola dani. Alright. Nafikiri kwa karne yenye tuko hii, ndio mambo ya kusema tuvumilie sababu ya kutunza ndoa ni ngumu kidogo. Okay. Huoni mahali ambapo imeandikwa kwamba lazima mtu ufanyiwe kila kitu alafu unatulia hapo. Watu ni kuelewana, watu ni kusaidiana. Na kama imeshindikana? Kama imeshindikana, wewe kanisa kubwa acha mtu akae venye anataka kukaa, sababu watu wanafanya hivyo ndio unapata siku hizi wanauliwa. Okay. Unapata mtu amenyang'ana, amekuamilia kwa ndoa, anafanyiwa kila kitu, lakini amekwamba tu ati watoto wangu tawaachia nani? Ati nikiacha hii ndoa sitapata nyingine. Na unapata kumbe huyo mtu anapanga kitu kingine ambacho si kizuri. Ndio. Unapata mtu ameuawa, umepata mtu amepigwa vibaya, naanza kusema tangetoka tu. So ukiona kumezidiwa, wewe anza tu kuzanya za kwako zinakuhitaji, wewe ondoka, achia mtu. Wacha akae peke yake penye anataka, lakini hatuwezi kuvumilia. Alright. Asante sana. Huyo ni Dan and it's coming from Amana. Peter. Hello Kambua. Yes, mambo vipi? Uko aje? Niko salama kabisa, wewe? Mimi niko poa. Karibu sana. Na nikiingia kwenye Kioo cha jamii. Yes. Mimi ningesema hivi. Ukiona ndoa iko na mashida mingi, ufai uvumilie, juu kama ni mwanaume unakuta anaenda kwa wanawake wengine, hataki yani hataki kushughulikia yani ndoa yake. Yes. Unakuta kama ni kusaidia kifedha asaidii. Unakuta anaenda kwa wanawake wengine. Sasa unaona hiyo ni kitu mbaya sana, juu sasa unaweka yule mwingine machungu. Sasa kuliko ufanye hivyo, kuliko ugojee hivyo, hiyo sio ndoa ya kuvumilia. Ukiona ndoa inakaa hivyo, ufai kuvumilia. Alright, sawa. Asante sana Peter. Na unajua kitu kibaya na ama kitu, it's so unfortunate kwamba wakati ambapo watu wanaingia kwenye ndoa, huwa wanafunzwa jinsi ya kuvumilia, jinsi ya kuvumiliana, jinsi ya kukaa pamoja. Lakini kuna kitu ambacho watu wao hawafunzwi. Nataka tuzungumze. Sylvia. Yes, Kambua, mambo? Poa sana. Vipi mami? Mimi niko salama, nashukuru. Karibu. Kitu cha kwanza kwa ndoa. Ndio. Ndoa ni kupendana. Ndio. Ninafuata ndoa ni kuvumilia, lakini si ati kuvumilia yale mabaya unatendewa. Ati wewe unakaa pale. Na ile ya kuvumilia, kwa mfano mzee hana pesa ama mke hana pesa. Yes. Hiyo tutavumiliana, sababu najua hapo mbele
tutapata kazi, tutapata. Ndio. Lakini kuna hii mzee kwenda kulala nje. Ama mke kwenda kulala nje. Yes. Nitapeleka malalamishi kwa familia yao. Kama wachukue hatua, nitasonga mbele. Okay. Hiyo tu, ati hakuna kuishi kwa ndati. Niko na watoto sijui nini. Watoto ndasonga nao mbele hivyo. Tukutane siku nyingine. Asante sana Sylvia. Radio Maisha, hello. Hello Radio Maisha. Yes, good morning. Morning, Fred kutoka Naandika. Karibu sana. Sasa Mwambua, wacha nikwambie. Kuna maisha ya kuvumilia. Ndio. Na kuna maisha yenye hata uvumilie unaona kama haitakusaidia. Kama nilesi mwanamke anakusumbua. Unamtumia mahitaji lakini anarespond. Unatuma pesa ifanye mahitaji nyumbani hairespond. Sasa maisha kama hiyo hautavumilia nayo. Afadhali utafute maisha ingine na maisha isonge mbele. Okay. Sasa Fred kutoka Naandika, mimi siwezi vumilia na hali kama ni mbaya. Ikikuwa mbaya ipaki mbaya na kila mtu akitafutie. Alright, sawa sawa. Asante sana Frederick. Fresha, mambo? Inakuaje Kambua? Mambo fresh, vipi? Niko Vulai. Karibu sana. Umesema mwanamke ajibike, mwanaume ajibike wa. Yes. Kama ukiona mwanaume ajibike, basi kuna mahali penye anajibika zaidi. Okay. So anza kusilela raha. Penzi tu kuna kitu inaendelea. Sababu kama alikuwa anajibika. Ndio. Lakini asiajibike, alafu akianza kumkali. Akianza kuwa mkali kwa nyumba. Yeah. Tu anaka mtu mahali pia. Okay. Mtu mahali. Hataki uende sana kama. Shida ni ati sasa anatafuta kama mtu wakati ambapo ashakupa watoto 4. Unafaa kuvumilia. Utavumilia aje? Unajua ametoa ndani utamu. So unafanya kusonga na watoto wako wote 4 ama mnaamua vile ambavyo mtaamua? Sasa ukiona kwa hivyo kuna 4, ndio? Wewe mwanamke inafaa unajituma. Ukijituma hivyo hata akikuacha na watoto 4 hivyo, utajikimu kimaisha. Hata atarudi, ataregret, atasema we nilienda mtu mzuri. Lakini kama utajiachilia tu hivyo, itakuwa ni ngumu, maisha yako itapani sana. Lakini sasa ukijituma, utafute kitu kenye unaweza jikimu nako, itakuwa mzuri. Alright, sawa sawa. Joshua Ruaka. Good morning. Good morning. How are you? I'm good, and you? Niko fiti kabisa. Ruaka nakwambia manyonyo ni kwa wingi na kibaridi. Tafuta sweta na kikombe ya chai. Kabisa. Ndani ya kioo cha jamii? Sasa ndani ya kioo cha jamii Kambua. Yes. Hizo enzi za kuvumilia ziliisha labda na wazazi wetu, hawafai kuvumilia saa hizi. Unajua? Yeah. Wakati huo walikuwa tu housewife, kazi yao tu ni kulea watoto na kutuchunga. Okay. Sasa hawakuwa na kazi ya kufanya. Sasa hivi wanawake wamekuwa career woman, unamshautia kesho yake anakuacha. Unasema kushout tu peke yake ashaenda juu ako na biashara zake. Sasa siku hizi hata hawavumili. Ndio. Na ukiona mwenye anavumilia mostly anakuanga labda anashanga sasa ataenda wapi, labda kosi hawayuko sawa. Ama labda hana chochote cha kufanya. Lakini ambao wameajiriwa na ambao wamejiweza, ukimshautia tu kidogo mnaachana. Okay, sawa sawa. Huyo ni Joshua Ruaka anasema jamani, enzi za kuvumilia toxic marriage ilienda na wazazi wetu. Sasa hivi kila mtu ana shughuli zake kidogo ikianza. Lakini niulize, is this how marriage should be? Mbona watu wasiajibike tu kwenye ndoa? Fotomani? Kambua, good morning. Good morning. How are you baba? Niko fine kabisa. SMS Fotoman Mailsaba Kitale Kapenguria. Karibu sana. So katika hali ningependa kuchangia nikisema ya kwamba yes, kuvumilia ilipitwa na wakati. Okay. For example, unaweza pata jamii. Yes. Mama ako sawa, anachapa kazi, ako na bidii. Ndio. Lakini mzee anaamka asubuhi anaenda senda.
anarudi jioni saa 12 mkono mtupu. Yeah. Na anarudi amelewa. Ndio. Labda mama umetafuta kakitu, labda umetafuta unga, jamaa tena ndio huyo anakuja anaamka na hiyo unga ndio anaenda anakunywa pombe. Yes. Unaona ikifika hapo hivyo sasa, wacha kila mtu ajitegemee. Ndio. Kwa sababu pia tena unaona anasema nikirudi jioni nataka nipate nyama na hajatoa pesa. Ala. So wewe mwanamke sasa ukijikaza ununue nyama, baadaye tena italeta kesi, atasema hii nyama nani analetanga? Ai. Okay. Wacha kila mtu aishi maisha yake, kama ni kwao ya arudi kwao, mama arudi kwao, watoto wabaki kwao. Alright, sawa sawa. Asante sana Fotomani. Na unajua hivi ndio watu toxic wanakuanga by the way. Yaani yeye hakuna kitu ambacho kinamridhisha. Utapata kwamba kama huyu anasema nikija nipate nyama. Mke amejipiga ametafuta nyama, akija tena imekuwa shida. Hii nyama unanunuliwa na wanaume siku hizi. Ala. Jamani. Mimi nisemeje? Badala muanze kusumbuana na mtu kwenye ndoa, tafuta mtu ambaye mnaendana. Usivumilie mtu kwa sababu unahisi kwamba atabadilika baadaye. Usivumilie mtu kwa sababu, na hii inafaa kuanza mapema, kwa sababu pia ukishaingia hapo ndani wakati ambapo mko na watoto pamoja, a lot of things changes. Usivumilie mtu kwa sababu unaona kwamba labda ameumizwa sana before, ama labda amepitia mambo mengi. Wewe unaanza kuhurumia mtu, kumbe haujui watu wengine huwa ni kujivalia tu ama kujivalisha tu ngozi ya kondoo. Ndani unaenda kupatana na mbwa mwitu. Wakati ambapo unaingia kwenye ndoa, make sure, na this I'm talking to the young people, make sure kwamba mtu ambaye unaingia naye kwenye ndoa ni mtu ambaye unahisi kwamba mnaweza kaa chini mkasuluhisha mambo, ama mkakaa chini mkaongea. Sio mtu tu kidogo mmekosana kila mtu njia zake, alafu bado mnabanana hapo mnajidanganya mnaingia kwenye ndoa. Haiendi hivyo. Hapa mtasumbuana tu baadaye bila shaka. Kwa hivyo tafuta mtu ambaye unajua kukosana kupo na ni lazima tu, lakini make sure kwamba mtu ambaye unachagua ni mtu ambaye hata mambo yakitokea ni mtu ambaye mnaweza kaa chini mkaongea kama watu wazima na mkasuluhisha mambo. Hii ni Starabika, mimi unaniita Christine Kambua. Ndio mwisho wa Kioo cha Jamii. Lisali jalo tutakuwa tunaungana ndani ya Msumari Moto. Kwa hivyo usikae mbali msikilizaji. Kioo cha Starabika, masuala yote ya jamii tunayamulika na kuyaangazia. Kioo cha Jamii.